Kama leo hii ningekuwa mwanafunzi wa mwaka wa kwanza, basi haya ndio mambo 10 ambayo ningezingatia zaidi ili kuleta mafanikio kwenye career yangu, kwenye masomo yangu, lakini pia kwenye maisha baada ya masomo yangu. Mambo haya yanaweza kuwa useful sana kwa mwanafunzi wa mwaka wa kwanza, lakini pia yanaweza kuwa na matumizi makubwa kwa mwanafunzi wa mwaka mwingine yoyote yule. Hai, natumai uko poa. Kwa haraka nitaenda kutaja mambo hayo 10, na jambo la kwanza lina umuhimu mkubwa sana. Jambo la 10, ningejenga personal brand. Sana sana ningetumia mitandao yangu ya kijamii, aidha LinkedIn au Instagram. Posti kile kitu ambacho unakifahamu, share tips mbalimbali kuhusu kitu unachokifahamu. Labda wewe ni mechanical engineer, unaweza ukaposti vitu mbalimbali kama vile michoro na tips mbalimbali za kutengeneza magari na vitu kama hivyo. Au tuseme umesomea masuala ya biashara, basi unaanza kutoa ushauri kupitia mitandao ya kijamii. Unaweza usiwe perfect sana, lakini ni njia mojawapo ya kusogea, kwa sababu kila siku unazidi kujifunza kitu kipya. Lakini kuna kauli inayosema unaposhare zaidi ni njia bora ya wewe kuendelea kujifunza zaidi na kukifahamu kile kitu. Lakini pia kuna kauli ya wahenga nyingine inayosema kibaya chajificha, kizuri chajitangaza. Kitu cha 9, ningetumia maktaba na resources mbalimbali kwa ajili ya manufaa yangu. Hapa hivi nazungumzia resources kama vile artificial intelligence na vitu kama hivyo. Watu wengi tumekuwa tukianguka kwenye masomo yetu kwa sababu hatujui namna gani bora ya kutumia hizi resources ambazo zinapatikana mtandao kama vile YouTube, ChatGPT na vitu kama hivyo. So unaweza ukawa unasomea pharmacy, kama hujajiunganisha na watu ambao wanaposti kuhusu masuala ya pharmacy, basi ni ngumu sana wewe kuwa motivated kujifunza hicho kitu ambacho unajifunza. Jitahidi kutumia vizuri resources zilizopo mtandao. Kitu cha 8, ningezingatia matumizi mazuri ya fedha. Kwa ile fedha kidogo ambayo unaipata aidha kupitia boom au nje ya boom au nje ya mkopo, una uwezo wa kuitumia vizuri. Epuka matumizi yasiyo lazima ya fedha yako. Epuka kufuata mkumbo, hususan katika manunuzi ya vitu fulani. Jitahidi kujua hali yako na kutumia pesa yako ipasavyo. Lakini cha msingi zaidi, hakikisha unawekeza fedha yako. Hata kama ni boom unalipata asilimia fulani, nenda kaziwekeze. Hiyo itakusaidia sana. Jambo la 7, ningejiunganisha na marafiki wazuri. Okay, watu wengi tunakosea sana hapa. Kuna kauli inayosema what's around you affects you. So wale watu wako karibu wana mchango mkubwa sana kwenye mafanikio yako au kwenye maisha yako. So jitahidi kujiunganisha na watu ambao watakusaidia wewe kufanikiwa. Jambo la 6, ningejiunga na clubs mbalimbali au kujiunganisha na makundi mbalimbali ya mafanikio chuoni. Kila chuo kinakuwa na vikundi mbalimbali, aidha vya dini, clubs hizi ninazozungumzia, lakini pia na makundi mbalimbali ambayo target yao ni kumake impact kuanzia kwenye maisha yao binafsi au kwenye maisha ya jamii zao. Jitahidi kujiunganisha na taasisi mbalimbali zilizopo chuoni, hususan zilizoanzishwa na wanafunzi. Hizi zitakusaidia wewe kusave muda wako, hususan ni muda ambao uko free, lakini pia zitakufundisha kitu kikubwa sana kwenye maisha yako. Jambo la 5, ningekuwa mwaka wa kwanza, ningeanza kujifunza skills mbalimbali ambazo nje ya masomo yangu. Nje ya masomo yangu naweza nikajifunza skills kama vile video editing, graphics designing. Skills nyingine zipo nyingi, hata public speaking ni skills. So jitahidi kujifunza skills mbalimbali nje ya masomo yako. Ukiwa mwaka wa kwanza haubanwi sana, hivyo una uwezo wa kujifunza skills mbalimbali ambazo zitakusaidia wewe kufanikiwa. Kisha unaangalia mambo yote 10 kuanzia jambo la 10 mpaka jambo la kwanza. Jambo la 4, ningesoma mbele ya muda, lakini pia ningejitahidi kufanya revision kila wiki. Ninaweza nikawa nimebanwa sana kusoma kila siku, lakini at least mara moja kwa wiki nakaa serious kusoma. Uzuri wa chuo, kila kitu kinafahamika kwamba baada ya kitu fulani utafuata kitu fulani ukisoma. Ninaweza nikakifuata YouTube au naweza nikakifuata kwenye platform mbalimbali. Nika-download PDFs za vitabu mbalimbali ili kuweza kusoma mbele, yani kabla sijafundishwa. Jambo la 3, ningejitahidi kuhudhuria vipindi vya madarasani. Okay, watu wengi tunapenda kudoji na hii inatofautiana na sababu mbalimbali, aidha za kifedha au sababu binafsi. Kushauri kwamba udoji, lakini namaanisha kwamba kuna vipindi ambavyo unavijua kabisa hivi ni vya msingi kuhudhuria. Hususan ni kama lecturer wako ni mtata, lakini pia kama moduli unayoisoma ni tata pia. Jitahidi kuhudhuria vipindi vya aina hiyo. Simaanishi kwamba vipindi vingine usihudhurie, lakini jitahidi kuangalia vizuri vipindi vya kuhudhuria bila kuvikosa. Jambo la 2, ningejitahidi kuzingatia afya yangu ya mwili, akili na roho pia, kwa sababu ni kitu cha msingi sana. Afya ndio inayotuwezesha sisi kufanya kila jambo ambalo tunalifanya hapa duniani. Kwa sababu ya afya njema unaweza kusoma vizuri, kwa sababu ya afya njema unaweza kufanikiwa vizuri hapo baadaye. Jitahidi kuzingatia afya, hususan ni afya ya akili. Watu wengi wamekuwa affected na matatizo ya afya ya akili na wengine hata kujidhuru baadaye. Tumesikia matukio ya wanavyuo kujiua, matukio ya wanavyuo kuingia kwenye ugomvi mpaka kuuana na vitu kama hivyo. Usiingize kwenye mahusiano yasiyo ya msingi ambayo yanaweza kukuletea wewe athari zisizo chanya. Jitahidi kuwa makini na afya yako ya mwili na afya yako ya akili. Na jambo la kwanza lina umuhimu mkubwa sana kwenye maisha ya mwanafunzi.